Nitaongelea neno linalosema roho wa neema. Soma pamoja nami katika kitabu cha Marko sura yake ya 2 mstari wake wa 16 hadi 17. Tunasoma kwa uwezo wa jina la Yesu. Na waandishi na Mafarisayo walipomwona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi, aliwaambia wanafunzi wake, mbona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Yesu aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Haleluya. Katika andiko hili Yesu alikuwa anapita kando ya bahari. Akapita mahali fulani akakutana na mtu mbaya anaitwa Lawi wa Alfayo, ambaye anajulikana pia kama Mathayo, ambaye aliandika Injili ya kwanza. Huyu Mathayo alikuwa Myahudi, lakini hakukuwa na kazi ya Kiyahudi. Alikuwa na kazi ya utoza ushuru. Na siku hizo mtu ambaye alikuwa na kazi ya utoza ushuru ni mtu mwenye alikuwa anaonekana sawa vile mwenye dhambi, mtu asiye mpendeza Mungu. Kutokana na kisa walikuwa wanafanya hiyo kazi, ilikuwa inahitaji mtu aseme uongo, ilikuwa inahitaji mtu anyanganye watu. Kwa hiyo mtu yote ambaye alikuwa mtoza ushuru alikuwa anatizamwa kama mpagani. Na ikatokea Yesu Bwana wetu akamuita Mathayo, kama vile alivyoita Petro, alivyoita Andrea, akamuita Mathayo pia hivyo hivyo. Na ghafla Mathayo akaacha kazi yake ya utoza ushuru, akamfuata huyu Yesu. Na kwa sababu ya furaha nyingi ambayo ilikuwa ndani mwake, akaamua kufanya karamu kubwa. Akaita warafiki wake wengi. Na hao marafiki wake pia walikuwa wenye dhambi kama vile yeye. So mwisho wa siku katokea Yesu anakaa katikati ya watoza ushuru na wenye dhambi. Na hapo ambapo tumesoma ni mahali ambapo Mafarisayo na waandishi waliwajia wanafunzi wa Yesu na kuwauliza, kwa nini anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Kenye Yesu alijibu ndicho ambacho nataka nisisitize asubuhi ya leo. Tusome tena mstari wa 17. Inasema, Yesu aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Mathayo 4:18, Yesu anasema eti roho wa Bwana yu juu yangu, kwa kuwa amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwaganga waliovunjika moyo. Yaani moja ya kazi iliyomfanya Yesu aje hapa duniani ni kuita na kuganga watu ambao ni wagonjwa. Anasema eti wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki, bali nimekuja kuwaita wenye dhambi. Kama lugha ya Kiswahili inamaanisha kitu chochote, kenye Yesu anasema hapa ni kwamba kila mtu yote ambaye anafanya dhambi, kila mtu yote ambaye anaishi katika dhambi, huyo mtu ni mgonjwa. Kila mtu ambaye anakaa katika dhambi, huyo ni mgonjwa na anahitaji tabibu, yani anahitaji daktari. Haleluya. Ili munielewe vizuri, tusome pamoja Warumi 3:23. Neno la Mungu linasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Inasema wote kwa sababu kila mtu ambaye ametoka katika kiuno cha Adam, wakati Adam alipofanya dhambi, kila mtu yote ambaye alitoka katika viuno vya Adam alihesabika kama mwenye dhambi. Alichukua hali hii ya ugonjwa wa asili ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Inasema eti wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Na tumani unajua kwamba mtu akishagonjwa ni mtu anakuwa amepungukiwa na kitu. Labda amepungukiwa na damu, labda amepungukiwa na maji mwili, labda amepungukiwa na nguvu. Sasa na sisi tulipungukiwa na utukufu wa Mungu, na ndio maana tukawa kama vile wagonjwa. Utukufu wetu ulikuwa kwamba tunapaswa kuwa na mfano wa Mungu, tunapaswa kuwa na sura ya Mungu, tunapaswa kuwa na mamlaka ya Mungu, tunapaswa kuwa na uwepo wa Mungu, tunapaswa kuwa na uhai wa Mungu ndani mwetu. Adamu alipofanya dhambi, hiyo yote tukawa
tumepungukiwa. Yani tukaitwa wenye dhambi. Haleluya. Yani hapa kinikuwa jaribu kuwaonesha tusakuwa na wagonjwa ambao ni mimi na wewe. Na tuko na daktari ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Sasa kitu kile nataka nikuoneshe dawa ya hii ugonjwa wa dhambi. Amena. Soma pamoja nami hiyo mstari wa kufuata. Inatuonesha tiba au dawa ya dhambi. Inasema wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Haleluya. Yani neema ya Mungu ndiyo tiba ya dhambi. Amen. Naomba unisaidie kumhubiria jirani yako. Tiba ya dhambi ni neema ya Mungu. Hubiri. Tiba ya dhambi ni neema ya Mungu. Haleluya. Sasa hii neema ya Mungu inamaanisha kitu gani? Neema ya Mungu ni upendeleo wa Mungu ambao hatukustahili. Yani kitu kenye unapata kwa bure, hautumikii. Na Mungu ndiye roho pekee ambaye anaweza toa neema. Shetani hajui kitu ambacho ni neema ni nini. Shetani, yani neema haiko mdictionary ya shetani. Neema ni kitu ambacho kinatoka kwa Mungu pekee. Ukifanya agano na shetani, usipotimiza ahadi ambayo umemwaahidi shetani, hapo ndipo ambapo unakuta wamoja wanasara, wengine wanakufa. Sio kwa sababu watu waliwaroga, bali ni kwa sababu walifanya agano na shetani na hawakutimiza ile agano. Na kwa sababu shetani hajui kitu kinaitwa neema, hajui msamaha, hajui huruma, kinachofuata ni kufanya nini? Ni kukuangamiza. Maandiko matakatifu yanasema eti mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Hiyo ndiyo kazi ya shetani. Hajui neema ni nini. Amena. Lakini neema inatoka kwa Mungu pekee. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na hii neema iko na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inaitwa neema ya wokovu. Kitabu cha Waefeso 2:8 hadi 9 inatuambia eti mumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Haleluya. Kuna mambo mawili nataka nikuonesha hapo. Inasema mumeokolewa kwa neema. Hiyo ni upande wa Mungu. Mungu alitoa neema alipomtoa Yesu Kristo. Hiyo ni upande wa Mungu. Yesu alipokufa, alipozikwa, alipofufuka, ni mambo ambayo alifanya ili atuletee hiyo neema. Na Mungu alifanya hivyo ili mwanadamu yeyote asijisifu. Sababu hii neema ya wokovu tungeipata kwa matendo, hapa kanisani kila mtu angekuwa anakuja anasema Gisa ametoa mamilioni kupata hiyo neema. Amena. Lakini Mungu alitaka utukufu wote umrudie Yesu. Inasema eti alijeuriwa kwa makosa yetu, alisurbiliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yani Mungu alifanya hivyo ili utukufu wote umrudie nani? Yesu Kristo. Na inasema mumeokolewa kwa njia ya imani. Yani kenye unahitaji wewe ni kuamini tu. Ukimkiri Yesu kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kwamba Mungu amemfufua katika wafu, utaokoka. Unachohitaji kufanya ni kuamini tu. Na wakati unaamini, maandiko yanasema kila aliyemwamini alimpa uwezo wa kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Na wakati unakuwa mwana wa Mungu, yale yote ambayo Adamu aliyapoteza yanarejea tena kwako. Haleluya. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Hiyo sehemu ya kwanza ilitufanya tumrudie tena Mungu. Tuwe na ushirika na Mungu. Tuwe na utukufu tena wa Mungu. Tuwe na sura ya Mungu. Haleluya. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Na sehemu ya pili ndiyo somo langu ya siku ya leo. Samahani, muda wangu inaishia hapo. Inaitwa roho wa neema. Amena. Na hiyo roho wa neema sasa inatusaidia kushinda dhambi. Amena. Neno ambalo Mungu ameniambia nikufikishie au nikwambie ni kwamba kama vile ulivyohitaji neema ili upokee wokovu, hivyo unahitaji neema ili upate kushinda dhambi. Haleluya. Sababu baada ya kupokea wokovu, haimaanishi eti hauwezi fanya dhambi tena. Unahitaji tena nguvu ili upate kushinda dhambi. Na hapo ndipo roho sasa wa neema anakuja. Kuna andiko moja ambayo napenda katika kitabu cha Warumi 8:26. Maandiko yanasema eti lakini roho anachukua nini? Udhaifu wetu. Yani kitu cha kwanza unapaswa kujua uko mdhaifu. Hauwezi ukashinda dhambi kwa nguvu zako. Unamhitaji roho wa neema ili akusaidie ushinde dhambi. Haleluya. Wenye walisikia neno la Mungu, Mungu awabariki sana. Amen.
Asante sana mfunguzi wa neno.